الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا افتح لنا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين واهدنا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. Ndugu Waislamu, mada yetu ya leo biidhnillahi ta'ala itazungumzia ukhawariji. Mada hii imekuja kwa sababu kuna klipu nyingi tu zimetufikia ambazo ndani yake inaonekana makhatibu wa Ijumaa wa pote la Kiwahabi, pote la Kisalafi wamezifanya mimbari za Ijumaa ni sehemu ya kuhujumu ahli haq wal istiqama al-ibadhiyya na kuwatuhumu kwa tuhuma ya ukhawariji, tuhuma ambayo iko karibu zaidi na usalafi na uwahabi kama takavona biidhnillahi ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, maibadhi si khawariji wala hawana sifa za ukhawariji kwa maana wanakusudiwa na masalafi au kwa maana zilizokuja katika hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maibadhi wameitwa makhawariji na dola ya Bani Umayya, dola ambayo ilihukumu jamii ya Kiislamu miaka 92 kuanzia mwaka wa 40 Hijiria mpaka mwaka wa 132. Kipindi chote hicho hakikupata kiongozi mwadilifu isipokuwa mmoja tu, Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Wengine wote waliobakia walikuwa ni viongozi makatili, viongozi madhalimu, viongozi ambao dhulma ilitanda katika tawala zao na vipindi vya utawala wao na mihula yao. Umar ibn Abdul Aziz alihukumu miaka 2 tu, na yeye alimuua kwa kumpa sumu. Kipindi cha miaka 92, miaka 2 tu ndio iliyopata uadilifu wa Kiislamu. Miaka 90 iliyobakia yote iligubikwa na kiza cha dhulma kilichojaa ukatili wa kuua Waislamu. Dola Bani Umayya ilichukua tuhuma ya ukhawariji mbele ya kila ambaye hakubaliani na siasa zao. Kila alikuwa mgomvi wao wa kisiasa basi walimtuhumu kwa tuhuma ya ukhawariji. Kama hivi leo tunavyoona tuhuma ya ugaidi inavyotembea, basi kipindi kile vile vile tuhuma ya wakati ule ilikuwa ni tuhuma ya ukhawariji. Na kwa sababu wa Omani hawakukubali kuwa chini ya utawala dhalimu ya Bani Umayya, basi wakabandikwa na wao vile vile jina la ukhawariji na wakazuliwa mengi ya uongo. Wakabandika jina la ibadhi na vile vile wakawazulia mengi ya uongo ya kuhalalisha umwagaji wao wa damu uliofanywa na Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi kuanzia mwaka wa 76 Hijiria kama sikosei hivi. Huo ndio hakika wa jina hili la ukhawariji kubandikwa ahlul haq wal istiqama al-ibadhiyya kidhulma na kijeuri. Tuje katika mafundisho ndugu zangu Waislamu. Neno khawariji maana yake nini? Khawarij ni neno lenye asili ya lugha ya Kiarabu, neno la Kiarabu. Na neno hili kiasli linapatikana kupitia masdar ya al-khuruj, kutoka. Kharaja alitoka, yakhruju anatoka, khurujan ni vile kutoka kwenyewe. Na khawarij ni jamu, ni wingi wa kharijiyyu, mwenye kutoka. Ina maana inakubali maana zaidi ya moja. Kutoka vipi? Ikikusudiwa kutoka katika njia ya Allah mtukufu kwa kuipigania dini yake, kwa kusimamisha uadilifu, basi inakuwa ni haki na ni mafundisho katika Uislamu. Ikikusudiwa kutoka nje ya mafundisho ya dini ya Allah mtukufu na kwenda kinyume na mafundisho ya Qur'ani na kutoka nje watawala waadilifu, basi itakuwa ni maana dhalim,
maana mbaya, maana isiyokubalika, na maana hiyo haiwezekani kwa madhehebu ya Ibadhi, wala haiwezekani kupatikana kwa waumini wa madhehebu ya Ibadhi. Ndugu zangu Waislamu, hadithi inayozungumzia makhawarij imepokewa na maimamu ahli al-haq wal istiqama al-ibadhiyya kama tutakavyoona biidhnillah ta'ala. Hadithi hii hapa tunaona mbele yetu, amepokea Imam Rabi ibn Habib rahimahullahu ta'ala radhiya anhu, ipo katika kitabu maarufu katika madhehebu ya Ibadhi, al-Jami' as-Sahih Musnad Imam Rabi ibn Habib, na ipo katika nambari ya 37, na katika baadhi ya chapa kitabu hichi utakutia hadithi hii katika nambari ya 36. Amehadithia Imam Rabi ibn Habib, amesema Abu Ubaida, yana amenihadithia imamu wangu shekhe wangu Abu Ubaida Muslim bin Abi Karima rahimahullahu ta'ala radhiya anhu, an Jabir ibn Zaid, na yeye vile vile aliipata hadithi hii kutoka kwa mwalimu wake al-Imam Jabir ibn Zaid al-Uzdi rahimahullahu ta'ala radhiya anhu. Na Imam Jabir ibn Zaid yeye ni mwanafunzi wa masahaba, alikutana na masahaba moja kwa moja, kama aliipata kwa sahaba anaitwa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Sahaba huyo Abi Sa'id al-Khudri qala, amesema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nilimsikia mimi mjumbe wa Allah, rehma na amani ziwe kwake, yakulu, anasema, yakhruju fikum, watatoka katika nyinyi, qaumun, watu, tahqiruna salatakum ma'a salatihim, mutadharau sala zenu mbele ya sala zao, wa siyamakum ma'a siyamihim, na funga zenu mbele ya funga zao, wa a'malakum ma'a amalihim, na matendo yenu mema mbele ya matendo yao mema. Yani watu hao watakuwa ni wingi wa ibada, wazuri katika sala, funga zao ukiziangalia ndizo, ukiangalia sala zao mashaallah wenyekevu sana, wenye kurefusha sana sala, wanasali sana, matendo yao mema mashaallah wanajitahidi katika matendo mema, utakutia sifa hizi zipo kwao. Taban sifa hizi anatakiwa kuwa nazo kila Muislamu. Kupambika Muislamu kwa sifa hizi haimaanishi kwamba yeye ni mkhawarij. Kila Muislamu anatakiwa jipambe kwa sifa za ucha Mungu. Kila Muislamu anatakiwa jipambe kwa unyenyekevu katika sala, na ubora katika sala, boresha matendo yake mema, ikiwa ni sala yake, ikiwa ni funga yake, ikiwa tendo lolote jema analolifanya. Idha amila ahadukum amalan an yutqina, inna Allaha yuhibbu, hakika Allah mtukufu anapenda, idha amila ahadukum amalan an yutqina, anapofanya mmoja wenu tendo jema basi alifanye vizuri, aliboreshe, alifanye vizuri. Yaqrauna alquran, watakuwa wasomaji wazuri wa Qur'ani, la yujawizu hanajirahum, lakini Qur'an haivuki koromeo zao. Na maana maradhi yao ni kwamba wao watakuwa mbali na mafundisho ya Qur'ani. Ukiwaleta katika Qur'ani wao watapiga chenga. Ukiwaleta katika malazimisho ya Qur'ani, ukawaambia kwamba Qur'ani hii hapa ihukumu baina yetu sisi na nyinyi katika khilafu zetu, wao watapingana na Qur'ani. Watakwambia haina khairi Qur'ani bila ya sunna, na sunna haina khairi bila fahamu ya wakuu wao. Ndio ninavyosema. Sawa? Hata wao wanakuambia kwamba Qur'ani lazimika uifahamu kwa fahamu ya salafu wao wema. Sawa? Al-Qur'an wa sunna bifahami salafina salih, wanakuambia kwamba Qur'an na sunna lakini kwa fahamu ya watangulizi wao. Ina maana wamezifunga kwa fahamu yao tu basi, hawataki nyingine. Ukiwaletea Qur'ani hukumu, kwambia hapana, fahamu ndio inayotangulizwa. Fahamu ya nani? Ya Ibn Taymiyyah, ya Ibn Qayyim, ya Ibn Bazi na mfano wake. Mezani ambayo katika Qur'ani imetajwa, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli, mukitatizika katika chochote kile, mukizozana katika chochote kile, kirejesheni kwa Allah na mtume wake. Mezani hii wao hawaitaki. Sawa? Tunarejea ndugu zangu Waislamu, yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya,
wataihama dini kama mshale unavohama upinde kwenda katika kiwindwa. Tandhuru fi nasli fala tara shay'a, utaangalia kiwembe cha mkuki hutaona kitu. Thumma tandhuru fil qidhi fala tara shay'a, kisha utaangalia ule mkuki wenyewe ulokamata kiwembe chake, hutaona kitu. Thumma tandhuru fil rishi fala tara shay'a, kisha utaangalia ule ubao unaoongoza ule mkuki uende katika sehemu ile kusudiwa, pia hutaona kitu. Watatamara fil fuqi. Kwa maana hiyo, huu ni mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam anatupigia jinsi gani hawa watu wataihama dini, na itikadi zao ukiziangalia ni mtihani mtupu. Wanamuitakidi Allah mtukufu kwamba ni mwili na viungo, ana mipaka ya kumalizika, anadhibitiwa kwa sehemu, anateremka, anapanda na shuka, na wanamuitakidi kwamba watamuona kwa macho yao siku ya kiyama. Wal-iyadhu billahi ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira. Ndugu zangu Waislamu, hii hapa hadithi inazungumzia watu hawa ambao watakutia kama ni wazuri katika matendo yao Uislamu, watajinata wao kushika dini kweli kweli, lakini kwenye Qur'ani kwao inakuwa ni mtia mafundisho ya Qur'ani kuwaletea, wanaipiga chenga. Watakuwa wasomaji wazuri wa Qur'ani, lakini Qur'ani haivuki koromeo zao. Ndugu zangu Waislamu, tunakuleteni hapa mmoja katika watangulizi wao maarufu, Ibn Taymiyyah al-Harrani. Huyo anamuita Sheikhul Islam mwenyewe katika Minhaji Sunnati Nabawiyya fi naqd kalami Shi'ati al-Qadariyya. Hii ni juzuu ya 5 hapa na kuleteni mbele yenu, tuangalie vizuri jinsi gani na wasifu makhawariji. Kawasifu vizuri kabisa, mashaallah. Anatuambia katika sehemu hii hapa, anasema hivi, anasema kusana makhawariji, fa innahum, hakika hao makhawariji, lam yakun ahadun sharran ala almuslimina minhum, hakujapatikana yoyote aliyokuwa shari zaidi kwa Waislamu kuliko hao makhawariji. La yahudu wala nasara, si mayahudi wala si manasara, si mayahudi wala si wakristo. Fa innahum, hakika hao makhawariji hao, kanu, walikuwa hivi, mujtahidina, wenye kujitahidi, fi qatli kulli muslimin lam yuwafiqhum, kumuua kila muislamu ambaye hajakubaliana na wao. Mustahillina lidimai almuslimina, walikuwa wao ni wenye kuhalalisha umwagaji wa damu za Waislamu. Wa amwalihim, na vile vile ni wenye kuhalalisha mali zao, kuzichukua ngawira. Wa qatli auladihim, na kuwa watoto wao. Mukaffirina lahum, ni wenye kukufurisha Waislamu. Taban anapozungumzia mukaffirina lahum, wenye kufurisha Waislamu, anazungumza kwa mujibu wa madhehebu yake huyu Ibn Taymiyyah al-Harrani. Akisema mukaffirina lahum, kwa maana wanawakufurisha Waislamu ukafiri wa kuwatoa katika mila ya Kiislamu, wanawahukumu Waislamu kwamba ni washirikina. Wakanu mutadayinina bidhalika, na walikuwa wao ni wenye kulifanya hilo kwamba ndio dini hasa, wakiliitakidi kweli kweli. Bidhalika li'idhami jahlihim, kwa ukubwa ujinga wao. Wa bid'atihim almudilla, na bid'a yao ya kupoteza. Anaendelea kusema, ma hadha, pamoja na hayote, fasahabatu radhiyallahu anhum, masahaba Allah mtukufu waridhie, wattabi'una, na matabi'ina, lahum biihsani, wale wafuata kwa wema, lam yukaffiruhum, hawakuwa kufurisha makhawariji. Masahaba na matabi'ina hawakuwa kufurisha makhawariji, hawakuwa hukumu kwamba wao ni murtaddina, wako nje ya Uislamu. Wala ja'aluhu murtaddina, wala hakuwafanya kwamba ni murtadi. Wala atadau alaihim biqaulin wala fi'lin, wala hakuwafanyia wadui kwa kauli wala kwa kitendo. Bali taqallaha fihim, bali walimcha Allah mtukufu katika haki yao hao makhawariji. Wasaru fihi musirata al-adila, na walikwenda nao kwa mwenendo wa uadilifu. Ina maana tunapata hapa katika maelezo Ibn Taymiyyah al-Harrani, Sheikhul Islami wa masalafi wa mawahabi, kama makhawariji ni Waislamu kwa mujibu wa masahaba na watabiina, mujibu wa salafu salih,
na kuwa kwao Waislamu moja kwa moja itakuwa tayari wameshapata bishara ya pepo, kwa sababu pepo ni kwa Waislamu wanataka katika madhambi makubwa, kwa mujibu wa itikadi ya masalafi na mawahabi. Sawa? Kwa maana hiyo madhambi yao hawa makhawariji hayawaharamishi pepo, juu ya kwamba wamesifiwa kwa madhambi haya, lakini kwa mujibu wa itikadi yao hapa inalazimisha kwamba makhawariji ni Waislamu, na sisi tunawaona mawahabi ni Waislamu, hatuwatoi nje ya Uislamu, na tunakwenda nao kwa mwenendo wa uadilifu. Tunawabainishia njia ya haki kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna, na tunawaletea hata vitabu vyao ili waone jinsi gani walioandikwa na maimamu wao. Matatizo makubwa ya makhawariji hapa ni kwamba wao ilikuwa hima yao kubwa ni kuwaua Waislamu kwa sababu wametofautiana na wao tu basi. Hii alama hii ya ukhawariji ambayo kaeleza Ibn Taymiyyah al-Harrani hapa kwamba hii ndio shari yao kubwa zaidi, ya kwamba wao walikuwa ni wenye jitihada kubwa ya kuwafanyia uadui Waislamu katika nafsi zao na mali zao na vizazi vyao. Walikuwa ni wenye ndimi refu za kuwakufurisha Waislamu na kuwatoa nje ya Uislamu. Haya yapo kwetu sisi Ahlul Haq wal Istiqama al-Ibadhiyah, au yapo kwa hawa masalaf wanatuhumu sisi kwa sifa ya khawariji? Tabani kwetu sisi hayapo. Sisi Waislamu waliobakia wote ni Waislamu wenzetu, na tunakwenda nao kiuadilifu kabisa, hata kama tumetofautiana katika madhehebu, hata kama tumetofautiana kiitikadi na kifikhi, bado ni Waislamu wenzetu. Tunakwenda nao kiuadilifu, tunashirikiana nao katika mambo ya kheri na mema, na ambao tumetofautiana tunaheshimiana nao. Na maimamu wetu wamekariri hayo kwenye vitabu vyao wazi wazi. Kwa mfano al-Imam Salimi rahimahullahu ta'ala anasema, wa nahnu la nutalibu al-ibada fawqa shahadatayhi mu'tiqada faman ata bil jumlatayn qulna ikhwanuna wa bil huquqi qumna illa idha ma naqadu al-maqala wa i'taqadu fi dinihim dalala qumna nubayyinu as-sawaba lahum wa nahsaban dhaka min haqqihim. Ndugu zangu Waislamu, tazameni uadilifu wa Ahlul Haq wal Istiqama al-Ibadhiyah. Imam Salimi huyu, ndugu zangu Waislamu, aliishi katika dola ya imama, aliishi katika dola ya imam, dola iliyohukumiwa kisheria na bai'a ya kisheria Kiislamu katika zama zake. Na anasema maneno haya kwamba sisi hatuwatakiwaja zaidi ya shahada mbili kuzitakidi, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Yoyote yule ambaye ataleta shahada mbili hizi, basi huyo tunamwona ndugu yetu na kwa haki tunasimama naye, isipokuwa kama watatengua maneno na wakaitakidi katika madhehebu yao, katika itikadi yao upotevu, tutawahukumu kwa ukafiri kwa kutoa nje Uislamu au tutawaua. La, qumna nubayinu as-sawaba lahum, tutasimama sisi kwa kuwabainishia yapi yaliokuwa ya haki, njia gani iliyopatia kwa mujibu wa dalili, na hilo tunaliona ni haki yao, kama tunavyoona hapa leo. Ndugu zangu Waislamu, sasa tuje katika fatwa za hawa ndugu zetu wa Kiwahabi, tuangalie sifa ya khawariji ipo kwao. Taban huu ni mujaddidi wao maarufu, wanamuita Muhammad bin Abdul Wahhab an-Najdi, maarufu huyo, wanamuita Imam Mujaddid. Tunasoma hapa katika kitabu chao maarufu hichi Durarus Saniyah fil Ajwibati Najdiyah, katika juzuu ya kwanza katika kitabu al-Aqaid. Wameandika wenyewe masalafi mawahabi, wanasema nashhadu, tunashuhudia, wa nahnu ulamau Makkah, na sisi ni wanavyuoni wa Makkah, wanavyuoni wa kisalafi wa Kiwahabi Makkah, alwadhi'una khututana, tulioweka hapa khati zetu hizi, maandiko yetu, wa akhtamana, na mihuri yetu, fi hadha ar-raqimi, katika barua hii,
anna hadha dina, ya kwamba hii dini, hii itikadi, alladhi qama bihi sheikhu, ambayo anaifanyia kazi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhabi, wadaa ilaihi imamu almuslimina, na ambayo anailingania hii imamu wa Waislamu Suud ibn Abdul Aziz, min tauhidillahi, ya kumpokesha Allah mtukufu. Tauhidi yao maarufu, tauhidi ya kumsifu Allah mtukufu kwa sifa za viungo na harakati. Wanamsifu Allah mtukufu, ana mikono miwili, ana miguu miwili, ana uso, ana macho, ana mdomo, ana pua, ana meno, ana mdomo, ana ubavu wa kulia na ubavu wa kushoto, ana makalio kwa kitako, anataka kitako juu ya kiti, na miguu miwili, ateremka panda juu. Sawa. Tena watamuona kwa macho yao siku ya kiyama, na watangulizi wao wamemsifu kwamba ni kijana barobaro, ana nywele zilizotimka. Sawa. Na amevaa vazi la kijani. Astaghfirullah. Ndivyo hivyo katika vitabu vyao, wakiyapiga wakisema, tutawaletea katika vitabu vyao, tutaonyesha mema mwao walotanguliza. Na kwa maana ukikataa itikadi hiyo, ndio habari yake itakuwa hii hapa. Sawa. Asema tauhidullahi, ya kumpokesha Allah mtukufu. Kwa maana hiyo, wanafi shirki, na kumkatalia ushirikina, alladhi dhakara fi hadha alkitab, ambao ameitaja katika kitabu chake hichi, katika kitabu hichi, kitabu cha Muhammad, sio Qur'ani, kitabu cha Muhammad bin Abdul Wahhab, annahu alhaq, ya kwamba hiyo ndio haki, alladhi la shakka fihi, ambao haina shaka ndani yake, wala raiba, wala haina utata. Yani subhanallah, kitabu cha Muhammad bin Abdul Wahhab kimevikwa sifa ya Qur'ani. Tufungua Qur'ani mwanzo tu, alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, na wanakuambia kwamba kitabu cha Muhammad bin Abdul Wahhab la alladhi la shakka fihi wala raiba, hakina shaka ndani yake wala utata. Astaghfirullah. Na anaendelea kusema wanavyuoni wasi mmoja wengi, wa anna ma waqa'a fi Makkah, na kwamba yale ambayo yalipatikana katika mji wa Makkah, wal Madinati, na katika mji wa mtume Madina, sabiqan, hapo kabla ya Muhammad bin Abdul Wahhab, wa Misr, vile vile na katika nchi ya Misr, wa Shami, na katika nchi ya Sham, wa ghairihima, na miji mingine iliyobakia yote, minal biladi, katika miji yote iliyobakia, ila ana, mpaka wakati huu. Hapo kabla, mpaka wakati huu wa Muhammad bin Abdul Wahhab, yani huko nyuma kote huko, toka zama za mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka zama za Muhammad bin Abdul Wahhab, inashika maneno haya kwamba yote hayo yalikuwepo pale, min anwa'i shirki almadhkurati fi hadha alkitabi, katika aina za shirki zilizotajwa katika kitabu hiki cha Muhammad bin Abdul Wahhab, annahu alkufru, ya kwamba huo ni ukafiri, almubihu lidami, wenye kuhalalisha kumwaga damu za kuwachinja, wenye kukataa haya yaliyomo katika kitabu cha Muhammad bin Abdul Wahhab, wal mali, na vile vile kuhodhi mali zao, yale maradhi yaliyotajwa na Ibn Taymiyyah al-Harrani kwa makhawariji, ndio yale yaliyopo hapa kwa wafuasi wa Muhammad bin Abdul Wahhab an-Najdi, imamu chinja huyu. Sawa. Almujibu lilkhuludi finna, tena sio hivyo basi, inalazimisha mwenye kukataa itikadi ya Muhammad bin Abdul Wahhab, basi inalazimisha huyu azame katika moto wa jahannam, wal billahi. Lakini unajua katika itikadi yao hawa maimamu wao kubwa kina Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, wamekariri kwamba moto hautadumu milele, moto utamalizika. Kwa maana hiyo hapa kubakia, yani kubakia pamoja na moto kiasi cha kuwepo kwake ule moto, mwisho utamalizika moto, utabakia waumini peke yao katika pepo. Sawa. Ndio itikadi yao hiyo, wale karari maimamu wao kina Ibn Qayyim al-Jawziyya na Ibn Taymiyyah al-Harrani.
Wanaendelea kusema man lam yadkhul fi hadha ad-din, na yoyote yule ambaye hakuingia katika itikadi hii ya kisalafi, itikadi ya Muhammad bin Abdul Wahhabi, itikadi ya kiwahabi, wa ya'mal bihi, na kuifanyia kazi, wa yuwali ahlahu, na kuwapenda watu wake, wa yuadi aadaahu, na kuwafanyia uadui maadui zake, fa huwa indana kafirun billahi, huyo vile vile kwetu sisi ni kafiri alimkufuru Allah mtukufu, wal yawmil akhir, na kuikufuru siku ya malipo ya mwisho. Wa wajibun ala imamil muslimina, na italazimika juu ya kiongozi wa Waislamu wal muslimina, na Waislamu mawahabi masalafi, jihaduhu, kumpiga vita huyo kwa silaha, wa qitaluhu, na kupigana naye vita, hata yatuba ila Allah mimma huwa alayhi, mpaka atubie kwa Allah mtukufu kwa kuachana yale ambayo alikuwa nayo, wa ya'mal bihadha din, afanye kazi itikadi hii ya kiwahabi. Haya ndugu zangu Waislamu, hii hapa ndio mambo ya masalafi. Sifa ya ukhawariji ipo kwao 100 juu ya 100, na hivi ndivyo walivyofanya. Ukirejea katika kitabu chao maarufu Unwanul Majd fi Tarikh an-Najd, utayakuta haya jinsi gani walivyoua watu na jinsi gani walivyohodhi mali za Waislamu, waliwa Waislamu na kuhodhi mali zao, mambo ambayo huwezi kuyapata katika madhehebu ya ibada tarikh yao yote mwanzo mpaka mwisho. Sawa, haya hapa. Kwa maana ndugu zangu Waislamu, ikiwa mtu anataka kujepusha na ukhawariji, basi ajepushe na pote hili la kiwahabi, pote la kisalafi. Ama sisi Ahlul Haq wal Istiqama libadhia tuko mbali sana na sifa hizi, na tarehe inashuhudia. Maimamu wetu al-Imam Saif bin Sultan Ya'rubi rahimahullahu ta'ala radhi anhu alipigana na washirikina wa Kiportugizi, washirikina wa Kireno, wa Kristo, na akawafurusha katika mwambao wa Omani, na hakumalizia hapo basi, akazikomboa ardhi zote za Waislamu bila kujali madhehebu za wakazi wake, kutokana na mavamizi ya mlowezi huyu wa Kireno. Miongoni mwa ardhi hizo ni ardhi za Afrika Mashariki. Iulizeni tarehe, waliingia katika Afrika Mashariki wakibeba silaha na wakiwa na jeshi na wakiwa na dola yenye nguvu kabisa inaopigana na watu wa Ulaya, wakati huo ndio wenye nguvu katika ulimwengu huu vile vile, na kuwashinda vita. Na ndio sababu ya hukumu ya Omani kuanza katika Afrika Mashariki. Wala hawakulazimisha watu kufuata madhehebu ya ibadhi, wala hawakuwakejeli wengine kwa madhehebu zao, bali waliishi nao kwa wema na furaha na kushirikiana katika mambo ya kuijenga jamii na kuheshimiana katika khilafu za kimadhehebu. Tarehe inashuhudia hayo. Lau kwamba mawahabi masalafi ndio walifanikiwa kufanya hivyo, ingawa hawajahipo kwa kupigana vita na washirikina kwa namna hiyo, hawajawahipo kupigana na washirikina kwa namna hiyo, sawa, vita vyao vyote ni dhidi ya Waislamu, na wao ndio wanaotumiliwa zaidi dhidi ya Waislamu, sawa, basi ndugu zangu Waislamu, vipi angalikuwa machinjo ya Waislamu wa Afrika Mashariki wasiokubali madhehebu ya kiwahabi na kisalafi? Na hizi ndio fatwa zao dhidi ya Waislamu wengine wasiokubaliana itikadi zao na madhehebu zao. Yale aliyozungumza Ibn Taymiyyah al-Harrani kueleza makhawariji ndio ambao yako kwao. Ndugu zangu Waislamu, ndugu zetu hawa wanakuja na riwaya na kudai kwamba makhawariji kilabu ahli nari, na khawariji ni mbwa wa watu wa motoni, au kilabu nari, au ni mbwa wa motoni. Taban sisi Ahlul Haq wal Istiqama al-Ibadhiyah tunamtakasa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutamka maneno haya dhidi ya Waislamu. Maneno haya hakuyasema dhidi ya washirikina. Vipi atayasema dhidi ya Waislamu wenye kushuhudia la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah? Sisi kweli tumetofautiana na makhawariji, hata hawa mwanzo la Zariqa na Sufriya tumetofautiana nao lakini hatuwaiti kwamba ni mbwa motoni wala mbwa wa watu wa motoni. Hizo zilikuwa ni propaganda za Bani Umayya, walimzulia Mtume sallallahu alaihi wasallam uongo.
ili kuwapiga vita ahlul haq wal istiqama, na kuwapiga vita wote ambao walisimama mbele ya dola yao dhalima. Ndugu zangu Waislamu, tukikadiria tu kwamba haya maneno yakubaliki katika jamii, basi mbwa anafahamika kwamba ni mnyama mmoja alikuwa na ikhlasi kubwa sana kwa bwana wake. Yani bwana wa mbwa akimtomeza mbwa wake, basi atafanya kazi tu mbwa yule, hata kama atakufa katika kazi hiyo. Inafahamika hivyo. Sawa. Kwa maana hiyo, tukichukua hadithi hii kwamba ni kweli kwa makadirio kwamba Mtume SAW kaisema, basi itakuwa ni tashbihi ya kwamba hawa makhawariji watakuwa wao kama mbwa mbele ya watu wa motoni, watatumiliwa na watu wa motoni, na watu wa motoni madhalimu, viongozi madhalimu watakaohukumu jamii kidhulma, Mayahudi na Manasara na washirikina waliobakia. Basi watu kwa ni rahisi sana kufanyia kazi ajenda zao na kupigania maslaha ya watu hao, hata kama ndani yake itakuwa ni vifo vyao. Na ndio maana hadithi hii katika Musnad wa Rabi ibn Habib kama ndivyoiona hapo, ipo chini ya mlango fi talabil ilmi li ghairi llahi azza wa jalla. Ipo katika mlango wa kutafuta elimu bila kumkusudia Allah mtukufu, bila kuwa na ikhlasi ya kumkusudia Allah mtukufu. Wa ulamai sui, na wanavyuoni wa ovu. Kwamba hadithi hii inahusiana wanavyuoni wa ovu ambao watatumiliwa na watawala madhalimu dhidi ya Uislamu. Watakuwa wao ni wenye kuitumia dini kwa maslaha ya watawala madhalimu. Pia watakuwa wao ni wenye kutumiliwa na maadui wa Uislamu. Na kwa maana hiyo, ndugu zangu Waislamu, kwa sababu hizi madhehebu hazijaanza leo wala jana, tokea kwa watu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa na makundi mawili. Kulikuwa na kundi la waumini pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kulikuwa na kundi la wanafiki. Ilikuwa na kiongozi wao, na linajulikana kundi hili kwamba asili yake ni Mayahudi. Kutoka zile athari za Kiyahudi utazikutia katika kundi hili na walioathirika nalo mpaka hivi leo. Kwa baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, kundi la waumini likatoa matawi yake, mengine yalimalizika, mengine yakabakia, na katika yaliyobakia ni tawi hili la ahlul haq wal istiqama al ibadiyya. Na kundi la wanafiki likatoa matawi yake vile vile. Na usipate shida wewe, soma Qur'an tukufu, angalia ndani yake sifa za wanafiki, angalia ndani yake maradhi ya ahlul kitabi Mayahudi na Manasara, kisha njoo katika mafundisho ya kiitikadi katika kila madhehebu, weka mezani ya kitabu cha Allah mtukufu, kitakujulisha. Sawa? Kitakujulisha. Angalia vile vile wanavyuoni katika kila zama, angalia wanavyuoni. Kwa mfano sasa hivi angalia wanavyuoni wapi ambao siku zote wanakuwa pamoja na dhulma za watawala, wanazitetea kwa kila hali na kuwalinda na kila kitu. Sawa? Wanaendeshwa na ajenda za kisiasa dhalima, na wapo wanavyuoni ambao wanachunga uchamungu katika kauli zao, na wanachunga haki katika maneno yao, katika bayana yao. Wakiweza kusema la haki wanalisema, hawakuweza wananyamaza kimya, kama alivyoamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, mwenye kumwamini Allah mtukufu na siku ya mwisho aseme ya kheri au anyamaze kimya, ni bora kwake. Kwa ndugu zangu Waislamu,
tusihadaiwe na hawa ndugu zetu kwa utamu wa maneno yao na hamasa zao katika dini, na tujishike katika mafundisho ya dini yetu vizuri. Qur'ani tukufu tuiweke mbele ya macho yetu, tukamatane na mafundisho yake, na tuepukane na yale yaliyokatazwa na Allah mtukufu ndani yake. Na ikitokezea khilafu baina yetu, basi kwanza tuitafute katika kitabu cha Allah mtukufu ili tuweze kupata utatuzi wa khilafu hiyo, na pili turejee katika sunna yenye makubaliano baina yetu kwamba hii kweli imethibiti kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa, kwa sababu riwaya za hadithi ziko zilizokuwa sahihi na ziko zilizokuwa dhaifu. Kwa hivyo zile ambazo tuna makubaliano baina yetu kwamba kweli hizi zimethibiti, hizo ndio zihukumu baina yetu. Hadha bila tawfiq, ndugu yenu hapa Abu Hamid Hafidh Sawafi, na hii ni haki kwa dalili. Mpaka mara nyingine, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.